Toka kujitokeza kwa Muhammad mwaka ule 610 mjini Maka, ambako alitoka rasmi na kudai mbele za watu kwamba yeye ni nabii, Wakristu na Wayahudi walimkataa. Na kulikuwa na sababu nyingi za msingi kwamba baada ya kusikiliza mahubiri yake na kusikiliza ule ujumbe aliokuja nao, moja kwa moja walijua huyu hakuwa nabii wa kweli. Kwa miaka takriban isiyopungua 10 pale Maka, Muhammad aliweza kupata wafuasi wasiozidi 100. Lakini baadaye akaamua kwenda Medina, mengi akatokea huko, baadaye akarudi kwa nguvu za kijeshi, ndipo Uislamu ukaanza kuenea. Kwamba chanzo cha Uislamu na kuenea kwa Uislamu hakikuwa kwa kutumia mafundisho, bali Uislamu ulienea kwa kutumia nguvu. Kabla ya hapo alishindwa kabisa kushawishi Wayahudi hata Wakristu kuwafanya wamwamini kwamba yeye ni nabii. Na ni sababu moja kwamba Muhammad alivyojitokeza mbele zao alidai kwamba yeye ni nabii kwa mujibu wa mapokeo ya Kiyahudi na Kikristu tangu wakati ule. Na wao walivyokuwa wakichunguza maandiko yao waliona wazi huyu haiwezekani kuwa nabii. Sasa pamoja na kwamba Muhammad alikufa mwaka 632, Waislamu mpaka leo bado wamekuwa wakizunguka wakifanya ushawishi mwingi kutuaminisha sisi Wakristu kwamba huyu ni nabii na kwamba Muhammad ni nabii wa mwisho na kwamba Qurani ni kitabu kitukufu kinaotoka kwa Mungu. Na haya lazima tuyachunguze kama Wakristu. Sasa kwa nini tunamchanganua huyu Muhammad? Kwa nini hatuangalii manabii wengine, kwa mfano katika imani za Kibuddha au za watu wengine kwa mfano wa Kihindi huko au India? Ni kwa sababu Muhammad mwenyewe alileta madai makubwa mawili. Kwanza, alidai kwamba yeye ni nabii kwa mujibu wa vitabu vilivyotangulia. Kwa mfano katika dai mojawapo Muhammad analiweka ni kwamba tunapochunguza haya maandiko ya zamani, yani Torati, Zaburi na Injili, tutamkuta ametabiriwa humo. Lakini dai jingine la pili ambao alilitoa ni kwamba yeye ni nabii kama walivyo manabii wengine ambao walitangulia kabla yake, akiwazungumzia Abrahamu, Isaka, Yakobo, Musa, Mfalme Daudi mpaka na Yohana Mbatizaji. Na mbaya zaidi anakuja kusema yeye ni nabii wa mwisho mbele ya Yesu Kristu Mwokozi. Haya ni madai makubwa sana. Na kwa mujibu wa Waislamu katika mafundisho yao inadai kwamba huyu Mungu aliyemleta Muhammad kuwa ni nabii wa mwisho na ambaye ndio anadaiwa ndio ameshusha Qurani, alishaleta manabii wasiopungua 124,000 hivi. Na kwa mujibu wa mafundisho yao Waislamu wanadai kila taifa na kila lugha, kila watu ambao katika kila lugha walishaletewa nabii wao. Nabii wa mwisho kushushwa ni huyu Muhammad katika wazungumzaji wa Kiarabu, na ndio maana Qurani ilishushwa katika lugha ya Kiarabu ili Waarabu wasiwe na kisingizio, kwa sababu kabla yao mataifa mengine yote na kabila nyingine zote na watu wa lugha zote tayari walikuwa kila mmoja ameshapata nabii wake. Tunaona katika sura ya 40 katika Qurani aya ya 78 akisema hivyo huyu Allah kwamba, na kwa yakini tuliwatuma mitume kabla yako, wengine katika hao tumekusimulia na wengine hatukusimulia, na haikuwa kwa mtume yeyote kuleta muujiza wote ila kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Na itakapokuja hukumu ya Mwenyezi Mungu kutahukumiwa kwa haki, na wafanyao mambo ya batili watapata hasara wakati huo. Hii ni mojawapo ya uthibitisho kwamba huyu Mungu anayejidhihirisha kupitia huyu Muhammad anadai alishaleta mitume kadhaa kabla yake. Sasa tunataka tukamchunguze huyu Muhammad kupitia maandiko. Je, sisi kama Wakristo tuna sababu ya kumwamini? Kitu kimoja cha msingi kwanza cha kugundua ni kwamba katika imani ya Kikristo tunaamini na tunaambiwa kupitia maandiko kwamba manabii wa uongo wapo. Mfano mmoja wapo unaenda kuona katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa 6 mpaka ule wa 10. Matendo ya Mitume 13:6 mpaka 10. Walipokwisha kupita katikati ya kisiwa chote mpaka Pafo, wakaona mtu mmoja mchawi, nabii wa uongo, Myahudi, jina lake Bar-Yesu. Mtu huyu alikuwa pamoja na liwali Sergio Paulo, mtu mwenye akili. Yeye liwali akawaita Barnaba na Sauli waje kwake, akataka kusikia neno la Mungu. Lakini Elima yule mchawi, maana ndio tafsiri ya jina lake, akashindana nao akitaka kumtia yule liwali moyo wa kuiacha ile imani. Lakini Sauli ambaye ndiye Paulo akijaa Roho Mtakatifu akamkazia macho akasema, ewe mwenye kujaa hila na uovu wote, mwana wa Ibilisi, adui wa haki, huachi kuzipotoa njia za Bwana zilizonyoka?
Hapa tunaona huyu nabii wa uongo akikemewa vikali na Paulo, kwa sababu alikuwa anajaribu kuvunja yale mafundisho ya kina Paulo na Barnaba, ili yule liwali Sergio asipate kuipokea habari njema itokanao na Yesu Kristo wa Nazareti. Na Paulo anamtolea ukali sana. Ukiendelea kusoma hichi kisa, Paulo anamlaani na mpaka anamtia upofu, lakini si hoja yetu. Tukienda kuangalia pia tunaona hata Bwana wetu Yesu Kristo naye wakati ule alishatutahadharisha kuhusu manabii wa uongo. Tukasome katika Mathayo sura ya 24 mstari wa 11. Bwana Yesu alisema hivi, na manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi. Kwa hiyo swala la kuwepo kwa nabii wa uongo kwetu sisi wa Kristo si jambo geni, kwa sababu mifano ipo katika maandiko, na onyo hili Bwana Yesu alishatuachia kwamba watatokea manabii wa uongo, sio mmoja, wengi. Na ukisoma katika Injili utaona namna gani Bwana Yesu anawaelezea na namna gani ya kuwatambua. Sasa huyu Muhammad katika miaka yake takriban 23 aliyozunguka huku na kule kuhubiri na kujitangaza kwamba yeye ni nabii, mwisho alidai ameshushwa kitabu. Tunapokwenda kuchunguza hii kitabu ambacho kinaitwa Qur'an, tunaona mambo makubwa yapatayo 3 hivi ambayo ni ya msingi, ambayo yanatufanya sisi wa Kristo tuyatumie kumchunguza yeye mwenyewe Muhammad. Kwa mfano, mojawapo ya mambo tunayakuta katika Qur'an, tunaona kwamba Qur'an inathibitisha maandiko yote yaliyotangulia kabla yake. Yaani Qur'an inathibitisha Torati, inathibitisha Zaburi, inathibitisha pia Injili. Katika mifano hii tunaweza tukaisoma katika sura ya 3 aya ya 3 ya kwenye Qur'ani, sehemu moja hapo ambayo hii Qur'an inathibitisha hivi vitabu vilivyopita kabla yake. Sura ya 3 aya ya 3 inasema hivi, amekuteremshia kitabu kwa haki kinachosadikisha yaliyokuwa kabla yake, na aliteremsha Torati na Injili. Kwamba Qur'ani inasema hiki ni kitabu kinachosadikisha yale yaliyopita, kwamba kinakuja kuthibitisha yale yaliyopita kabla yake. Tunapokwenda zaidi kwenye sura ya 4, hii ni sura An-Nisa aya 47, Qur'ani inasema hivi, enyi mliopewa kitabu, yani sisi wa Kristo na Wayahudi, aminini tuliyoyateremsha yanayosadikisha yale yaliyo nanyi, kabla hatujazigeuza nyuso tukazipeleka kisogoni, au kabla ya kuwalaani kama tulivyowalaani watu wa Jumamosi, na amri ya Mwenyezi Mungu lazima kufanya. Kwamba Qur'ani inasema inatutaka sisi wa Kristo na Wayahudi tuyaamini haya yaliyoteremshwa katika Qur'ani, ambayo yanasadikisha yale ambayo tuko nayo. Nisikilize vizuri, tuyaamini yaliyoteremshwa katika Qur'ani ambayo yanasadikisha yale tulionayo. Hii ni dai zito. Kwa hiyo Qur'ani inafanya mambo mawili, kwamba inasadikisha tulionayo, lakini inatuambia hii Qur'ani inasadikisha, inataka tuyaamini yaliyomo, kwa sababu inasadikisha yale yaliyopita kabla yake. Haya madai haya yako katika ya namna hii, yapo katika sehemu kadhaa katika Qur'ani. Kwa mfano katika sura ya 2 ya Qur'ani aya 41, aya 136 na aya 285, kwa maneno ambayo yanashadiana na madai haya. Sura ya 5 aya 48 pia, na sura ya 46 na aya 12 tunakuta kitu kinachofanana na hicho. Jambo la pili ambalo tunalikuta katika Qur'ani ni namna kwamba inatuambia Qur'ani sisi wa Kristo tunatakiwa tutumie maandiko yetu kutoa hukumu juu ya yale mambo yanayotuhusu. Kwa mfano, kama leo hii tunataka tumchungue huyu Muhammad, hatutakiwi kwenda katika Qur'ani kuangalia unabii wake. Twende katika maandiko yetu tukamchunguze kupitia maandiko yetu. Tukasome sura ya 5 ya Qur'ani aya ile ya 47. Sura ya 5 aya 47 inasema hivi, watu wa Injili wahukumu kwa yale yaliyoteremsha Mwenyezi Mungu ndani yake, na wasiohukumu kwa yale yaliyoteremsha Mwenyezi Mungu, basi hao ndio waasi. Kwamba watu wa Injili tutumie vitabu vile tulivyoteremshiwa kuhukumu yale yanayotuhusu. Mojawapo ni hili, kumchunguza huyu Muhammad basi na shaka. Jambo jingine la 3 ambalo tunalikuta katika Qur'ani, ambalo hili Waislamu wamekuwa wakilikiuka kila mara. Qur'ani inawataka Waislamu warudi kwa Mayahudi na Wakristo
wanapoona mkanganyiko wowote au wanapopata mashaka juu yale ambayo wanayasoma katika Qur'ani. Tunaliona hili katika sura ya 10 aya ya 94. Sura ya 10 aya ya 94 ya Qur'ani inasoma hivi: na kama unayo shaka juu ya hayo tuliyokuteremshia, basi waulize wale wasomao vitabu kabla yako, kwa yakini haki imekwisha kukujia kutoka kwa Mola wako. Kwa hivyo usiwe miongoni mwa unaofanya shaka. Kwamba Allah anamwambia Muhammad, kama una mashaka haya ninayokushia katika Qur'ani, basi waulize kwanza wale ambao waliteremshiwa maandiko kabla yako. Na hii ni ujumbe ambao haukumuhusu Muhammad peke yake, unahusu hata Waislamu leo hii. Leo hii Waislamu wanapokuja na Qur'an, tunaona mambo mengi ya Qur'an yanakinzana kabisa na vitabu vilivyopita, vinakinzana na mafundisho yako katika Torati, vinakinzana katika Zaburi, na vinakinzana mbali kabisa pamoja na Injili. Sasa Waislamu baada ya kuja kupata uthibitisho kutoka kwetu, wanatuambia kwamba Qur'ani ndio iko sahihi, na kwamba wakiona hivyo, badala ya kutaka uthibitisho kutoka kwetu, wanadai Biblia imeharibiwa. Hichi ndio kimbilio chao, lakini Qur'ani haituambii hivyo. Inatuambia kama unaona mashaka wafate, kama unaona shaka juu ya haya tuliyokuteremshia, basi waulize wale wasomao vitabu kabla yako. Huu ndio ujumbe wa Qur'ani. Sasa tukienda zaidi, tunataka tuendelee kuchunguza huyu Muhammad na unabii wake. Unakiri vigezo? Naam. Kabla ya yote tutambue kwamba kibiblia imetuwekea viwango namna gani ya kuwatambua hawa manabii wa uongo. Tukienda katika Kumbukumbu la Torati sura ile ya 18 mstari wa 18 mpaka wa 22, Torati inaweka kiwango ambacho hakijawahi kubadilika na hakijawahi kubatilika. Sura ya 18 aya ya 18 mpaka 22 nasoma hivi: mimi nitaondokeshea nabii miongoni mwa ndugu zao mfano wako wewe, nami nitatia maneno yangu kinywani mwake, naye atawaambia yote nitakayomwamuru. Mambo mawili yanajitokeza. Mungu anasema ataondokeshea nabii miongoni mwa ndugu zao, kwamba hawa manabii watatoka katika ndugu zao Wayahudi. Ndugu wa Wayahudi ni makabila yale 12. Na jambo la pili anasema mfano wako wewe. Katika lugha ya kibiblia, mfano wa Musa ni nabii ambaye ni mtenda miujiza. Hii ni kwenye mstari wa 18. Mstari wa 19 unasema hata itakuwa mtu asiyesikiliza maneno yangu atakaosema yule kwa jina langu, nitalitaka kwake. Kwamba huyu nabii akija na vigezo hivi, kwamba anatoka katika yale mojawapo ya makabila 12, na pia anaweza kutenda ishara zikathibitisha unabii wake, basi lile neno tunatakiwa tulipokee, na kama hatutalipokea na kulikubali, Mungu atalitaka kutoka kwetu. Mstari wa 20 unasema hivi: lakini nabii atakayenena neno kwa kujikinai kwa jina langu ambalo sikumwagiza kulinena, au atakayenena katika jina la miungu mingine, nabii yule atakufa. Nawe ukisema moyoni mwako, tutajuaje neno asilolinena Bwana? Atakaponena nabii kwa jina la Bwana, lisifuate jambo lile wala kutimia, hilo ndilo neno asilonena Bwana. Kwa kujikinai amenena huyo nabii, usimwogope. Kwamba watu wanauliza tutajuaje? Ishara ya kwanza ni kwamba kuangalia unabii wake. Je, unatimia? Kama hautimii, huyu ni nabii ambaye anajitolea maneno yake mwenyewe. Tunapoona hapa hivi vigezo vitatu. Kigezo cha kwanza, nabii anatoka katika miongoni mwa wana wa Israeli. Kigezo cha pili, nabii huyu lazima afanane na Musa. Kwa namna gani Musa anakuja? Ni nabii ambaye ni mtenda miujiza, mtenda ishara na miujiza mbalimbali. Vigezo vyote hivi viwili Muhammad anafeli. Muhammad hatoki katika mojawapo wale katika makabila yale 12 ya Israeli. Muhammad hakutenda muujiza hata mmoja. Tunapokuja katika kigezo cha tatu kuhusu kutoa unabii, Muhammad hakuwa na unabii. Vigezo vyote vitatu Muhammad hapa anafeli. Hatuishii hapo, tunakwenda katika Agano Jipya. Nako pia tunakuta kigezo kingine Biblia inaweka. Tunasoma katika waraka wa kwanza wa Yohana kwa watu wote. Tunasoma sura ya 4 mstari wa 1 mpaka wa 3. Yohana anasema, wapenzi, msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu, kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Katika hili mwamjua roho wa Mungu. Kila roho ikirio kwamba Yesu Kristo amekuja katika mwili yatokana na Mungu, na kila roho isiyomkiri Yesu haitokani na Mungu.
na hii ndio roho ya mpinga Kristo ambayo mmeisikia kwamba yaja na sasa imekwisha kuwako duniani. Yohana anazungumzia kwamba katika kitu kimoja kikubwa nabii wa uongo atakuja nacho, ni kupinga ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo katika mwili. Unapokwenda kusoma katika Injili ya Yohana sura ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 3, Yohana anatuelezea asili ya huyu Yesu Kristo, kwamba huyu alikuweko, ni neno kabla ya ulimwengu kuumbwa. Huyu alikuwa na Mungu na huyu neno ni Mungu, na kwamba alikuwepo kabla ya ulimwengu kuwapo, lakini pia huyu neno alikuwa ni muumbaji. Anapokwenda katika mstari wa 14, Yohana anasema neno akatwaa mwili, na ndicho ambacho anakisema hapa. Nabii wa uongo atakachokifanya ni kuja kupinga hilo. Tunapokwenda kuchunguza maandiko ambayo Muhammad anakuja nayo katika Qurani, hili lipo wazi kabisa. Tutakwenda zaidi huko mbele, tutajiangalizia. Kwa hiyo hivi ni vigezo viwili ambavyo Biblia inaviweka katika kupima unabii wa mnabii yoyote yule anajitokeza, na ndivyo ambavyo tunatakiwa tuvitumie sisi kama Wakristo kumpima Muhammad. Sasa tunaona wazi wazi Muhammad anafeli kwenye vigezo hivi vyote viwili katika Agano la Kale kwa mujibu wa Kumbukumbu la Torati 18 mpaka 22, na katika barua ya Yohana, barua ile ya kwanza sura ya 4 mstari wa 1 mpaka wa 3, Muhammad anafeli. Tunakwenda kumpima Muhammad katika vigezo vikuu 4. Kigezo cha kwanza tunaenda kukiangalia ni kuhusu ulinganifu wa mafundisho yake, kwamba tunaona Muhammad mafundisho yake tunayapata katika sehemu kubwa mbili. Cha kwanza tunaenda kuiona katika Qurani, kwa sababu ndicho kitabu ambacho anadai aliteremshiwa, lakini pia katika hadithi. Hizi ni sehemu kubwa mbili ambazo tunaenda kuona ujumbe wa Muhammad aliokuja nao. Sasa kwa sisi wasoma Biblia, mambo kadhaa tunayaona ambayo mafundisho ya Muhammad yanakinzana nayo. Kabla ya kujafika huko, kwanza tukaangalie, tunaona kwamba kuhusu ulinganifu wa mafundisho Biblia imeweka standards, au tunaweka kiwango cha kuangalia. Tunaenda kusoma Wagalatia sura ya 1 mstari wa 6 mpaka wa 9. Tunaenda kusoma barua ya Paulo kwa Wagalatia sura ya 1 mstari wa 6 mpaka wa 9. Anasema hivi Paulo: "Nastaajabu kwa kuwa mnamwacha upesi." Narudia, "Nastaajabu kwa kuwa mnamwacha upesi hivi yeye aliwaita katika neema ya Kristo, na kugeukia injili ya namna nyingine, wala si nyingine, lakini wapo watu wawataabishao na kutaka kuigeuza injili ya Kristo. Lakini ijapokuwa sisi au malaika wa mbinguni atawahubiri ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo tuliyowahubiri, na alaaniwe. Kama tulivyotangulia kusema, na sasa nasema tena, mtu awaye yeyote akiwahubiri ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo mliyoipokea, na alaaniwe." Katika hii mistari 4 mstari wa 6 mpaka wa 10, neno injili linajirudia mara 4. Kwa Muislamu ambao hufahamu, unaangalia video hii, injili ni neno la Kigiriki likimaanisha habari njema. Paulo anapozungumzia habari njema, anaizungumzia habari njema ya Bwana wetu Yesu Kristo ambaye alitwaa mwili, akafa msalabani, akafufuka siku ya 3, akapaa mbinguni, na yeye ndio mwokozi wa wanadamu wote. Hii ndio habari anayozungumzia, na anasema kama tulivyotangulia kusema, na sasa anasema tena, mtu yoyote awaye yoyote akiwahubiri ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo mlioipokea, na alaaniwe. Swali hili ndilo ambalo tunaona kwamba sehemu hii Biblia inatupa kiwango kwamba tuipime injili au hili neno linalokuja na nabii mwingine. Je, linaendana na lile neno ambalo hawa wanafunzi wa Yesu walilihubiri? Tunapokwenda katika hiyo, tunapoenda kuchunguza, tunaangalia mambo kadhaa. Kwa mfano, ukisoma maandiko ya Biblia kwa sisi wa Kristo toka mwanzo, tunaona Mungu anajifunua katika utatu, kwamba Mungu mmoja ambaye anajifunua katika nafsi zake tatu za Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tunapofika hapo tu, moja kwa moja tunakuta mafundisho ya Muhammad yanapinga kabisa mafundisho haya. Tunaenda kuangalia katika mifano kadhaa. Safari tutaangalia sura hii ya 5 inaitwa Suratul Maida, aya ya 73. Inasema hivi: "Kwa hakika wamekufuru wale waliosema Mwenyezi Mungu ni mmoja katika watatu, hali hakuna Mungu ila Mwenyezi Mungu mmoja. Na kama hawataacha haya wasemayo, kwa yakini
itawakamata wale wanaoendelea na ukafiri miongoni mwao, adhabu iumizayo. Hii ni sehemu moja hapo. Tunaenda pia kuangalia Qurani sura ile ya 4. Qurani sura ya 4 aya ya 171. Hii ni Suratul Nisa aya ya 171. Qurani nasema hivi: enyi watu wa kitabu, msipindukie mipaka katika dini yenu, wala msiseme juu ya Mwenyezi Mungu ila iliyo kweli. Masihi Isa bin Maryam ni mtume wa Mwenyezi Mungu na tamko lake alilompelekea Mariamu, na ni roho itokayo kwake. Basi mwaminini Mwenyezi Mungu na mitume yake, wala msiseme watatu, jizuieni, itakuwa bora kwenu. Bila shaka Mwenyezi Mungu ni Mungu mmoja tu, ni mbali na utakatifu wake kwa kuwa ana mwana, ni vyake vilivyomo mbinguni na vilivyomo ardhini, na Mwenyezi Mungu ni mlinzi wa kutosha. Tunaposoma hapa tunaona wazi wazi Qurani inaupinga utatu. Hili liko wazi. Lakini jambo moja la kushangaza sana, japo Qurani inaipinga utatu, Qurani hiyo hiyo haiujui huu utatu ambao Wakristo wamekuwa wakiuamini toka mwanzoni mwa kuanza kwa imani ya Kikristo. Kwa sababu namna inavyouelezea utatu unagundua kabisa hata yeye Muhammad hakuujua huu utatu ambao Wakristo walikuwa wakiuamini na kuhubiri. Tunaenda kuangalia katika sura ya 5 ya kitabu cha Qurani aya 116. Inasema hivi: na Mwenyezi Mungu atakaposema, ewe Isa bin Maryam, je, wewe uliwaambia watu nifanyeni mimi na mama yangu kuwa waungu badala ya Mwenyezi Mungu? Aseme, yani hapa Isa, wewe umetakasika na kuwa na mshirika. Hainijuzii mimi kusema ambayo si haki yangu. Kama ningalisema bila shaka ungalijua. Unayajua yaliyomo nafsini mwangu, lakini mimi siyajui yaliyomo nafsini mwako. Hakika wewe ndio ujuaye mambo ya ughaibu. Hapa Qurani inachofundisha ni kwamba Wakristo wanazungumzia utatu, ni kwamba huyu Mungu, huyu Yesu au Isa bin Maryam pamoja na mama yake Mariamu, huu sio utatu ambao Wakristo wamewahi kuamini hata siku moja. Siku zote toka mwanzo Wakristo waamini utatu katika Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Qurani inapinga kitu ambacho yenyewe kwanza haikijui. Jambo jingine ambalo tunakuta katika mafundisho ya Muhammad huyu aliyejiita nabii, ambao katika mafundisho yake tunaona na kinzana na Biblia, ni kuhusu umwilisho wa nafsi ya pili ya Mungu, yani Bwana Yesu, yule ambaye Yohana anamuita kwamba alikuwa neno, baadaye akatoa mwili, akazaliwa, akakaa kwetu, akafa msalabani. Tunaona hili jambo ambalo mojawapo kwa mujibu wa Yohana sura ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 3 na 14 inaonekana wazi kabisa. Ngoja nikaisome ili kwa ndugu yangu wewe Muislamu ambaye hufahamu maneno haya uyasikie. Yohana alimtambulisha Bwana Yesu kwa namna hii: hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Mstari wa 14 anasema, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukaona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Hichi ndicho ambacho Yohana anakifundisha na wanafunzi wa Kristo walifundisha toka mwanzo, na Wakristo wamekuwa kuamini hivyo toka pale mwanzo, kwamba huyu Bwana Yesu alikuwepo tokea mwanzo akiwa na Baba yake toka milele, ila alitoa mwili kwa kupitia mwanamke bikira akazaliwa. Sasa hili ni jambo ambalo Qurani nayo inaipinga kabisa. Ni mojawapo pia Qurani inapinga umungu wa Bwana yetu Yesu. Tunaenda kuona katika kitabu katika Qurani hii sura ile ya 4, katika Qurani sura ile ya 4 aya ya 171, lakini tukasome kwanza sura ile 112 aya ya 1 mpaka ya 4. Hii ni sura maarufu sana. Inasema, sema, yeye ni Mwenyezi Mungu mmoja. Mwenyezi Mungu ndiye anayestahiki kukusudiwa, hakuzaa wala hakuzaliwa, wala hana anayefanana naye hata mmoja. Hapa Qurani inapinga Mungu kuwa na mwana. Lakini kitu kikubwa ambacho Qurani hiyo hiyo inashindwa kuelewa dhana ya umwilisho wa huyu nafsi wa pili ya Mungu, yani Bwana Yesu alivyotoa mwili. Kwa mujibu wa mwandishi wa Qurani, yeye au huyu Allah ambaye anamtuma Muhammad, katika dhana yake anafikiri kuwa na mwana ni lazima uzae. Tunaona hivyo kwa mfano tunapoenda kuangalia katika sura ya 6 ya Qurani aya 101, sura ya 6 aya 101. Tunaona wazi mwandishi wa Qurani alikuwa hajui dhana ya umwilisho wa Bwana Yesu. Anasema hivi, yeye ndio muumba wa mbingu na ardhi,
inamkinikanaje awe na mwana hali ana mke? Naye ndiye aliyeumba kila kitu, naye ni mjuzi wa kila kitu. Muhammad anazungumzia Mungu kuwa na mwana, kwamba lazima awe na mke, na ndio maana hata ule Utatu Mtakatifu alikuwa hauelewi. Utatu Mtakatifu anauelezea Mungu yule Isa bin Maryam pamoja na mama yake Mariamu. Hapa yeye katika fikra zake, katika mafundisho ya Muhammad kupitia hii Qur'an, anasema hawezi kuwa na Mungu wakati hali hana mke. Tukiangalia pia katika sura ya 72 aya ya 3 pia tunakuta jambo kama hilo. Sura ya 72 aya ya 3 inasema kwa hakika utukufu wa Mola wetu umetukuka kabisa, hakujifanyia mke wala mwana. Hivi ndio tunavyoona mafundisho ya Muhammad yalivyo. Dhana yake ya Mungu kuwa na mwana imekaa kibiolojia, imekaa katika hali ya kiumbe, kwamba ili kiumbe kama mwanadamu awe na mwana lazima awe na mke, yani kuwe kuna tendo la ndoa baina yake. Hii ndio fikra ambayo Qur'ani na mafundisho ya Muhammad yalivyokuja. Kigezo cha pili, tumeangalia kwanza kigezo cha kwanza ambacho tunaona mafundisho ya Muhammad yanapingana na mafundisho tunayoenda kuyaona katika Biblia. Kigezo cha pili ni cha miujiza na ishara. Hili nimeshalizungumza katika ile katika Kumbukumbu la Torati sura ya 18 mstari wa 18 mpaka 22, kwamba huyu Muhammad hakuwa mtenda miujiza, hakuwa wala mtenda ishara ya namna yoyote. Na unapoenda kusoma Qur'ani, kwa mfano sura ya 17 mstari wa aya ya 90 mpaka 93, unaona wazi. Na ukienda pia sura hiyo ya 17 mstari wa 59, unaona kwamba huyu Muhammad, Qur'ani inathibitisha hakuwa mtenda miujiza. Tunasoma sura ya 17 ya 90 mpaka 93. Na walisema, hatuwezi kukuamini mpaka utububujishie chemchemi katika ardhi, au uwe na mabustani ya mitende na mizabibu, kisha ububujishe mito katikati yake kwa mabubujiko makubwa, au utuangushie mbingu vipande vipande kama ulivyodai, au utuletee Mwenyezi Mungu na malaika uso kwa uso, au uwe na nyumba ya dhahabu, au upande mbinguni, na hatutaamini kupanda kwako mpaka ututeremshie kitabu tukisome. Sema, hapa Allah anamwambia Muhammad, subhanallah, mimi sikuwa ila ni mtume. Hili ndio ambacho Qur'ani inachosema. Tunaposogea tukirudi nyuma kidogo katika hiyo sura 17 aya 59, nasema hivi, na hakuna kinachotuzuia kuileta miujiza ila ni kuwa watu wa zamani waliikabidhisha, na tuliwapa Wathamudi ngamia jike kwa ishara iliyo dhahiri, lakini wakamkanusha, na hatuzipeleki hizo ishara ila kwa ajili ya kuhadharisha. Kwamba Qur'ani inatoa kisingizio kwamba huyu Muhammad hakupewa uwezo wa kutoa ishara kwa sababu watu wa nyuma huko hawakuziamini hizo ishara. Kwa hiyo tunaona wazi Qur'ani yenyewe inasema kwamba huyu Muhammad hakupewa uwezo wa kutoa ishara kwa namna yoyote. Hiki ni kigezo kingine cha pili kikubwa Muhammad ambacho anakishindwa kabisa tunapokuwa katika mzani. Jambo jingine ambalo ni la msingi la kuliangalia ni kwamba katika imani ya Kikristo tunaamini kwamba mtiririko wa manabii wote unaishia kwa Yesu Kristo, kwamba manabii wote wao walikuwa wanakuja na ujumbe, lakini Yesu Kristo yeye ni zaidi ya ujumbe. Yeye mwenyewe pia ni mjumbe, yeye ndio ujumbe mwenyewe. Tunaenda kusoma hilo katika waraka wa Ibrania sura ya 1 mstari wa 2. Waraka wa Ibrania sura ya 1 mstari ule wa 2 unasema hivi: mwisho wa siku hizi, tutaanza na mstari wa 1. Unasema, Mungu ambaye alisema zamani na babu zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Mistari hii miwili inasema mambo makubwa mawili, kwamba huko mwanzo Mungu aliongea na manabii, lakini baadaye akaongea moja kwa moja kwa kupitia kwa mwana wake mwenyewe, yani mwanawe, ambaye anasema anamweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Kwamba huyu Mungu aliufanya ulimwengu kwa kupitia huyu mwana wake, kwamba huyu mwana pia ni Mungu kwa sababu naye alishiriki katika uumbaji, na ndio Mungu anamdhihirisha. Kwa hiyo kwetu sisi dirisha la unabii kama Wakristo lilishafungwa. Dirisha la unabii lilishafungwa kwa sababu yule aliyekuwa akitabiriwa na manabii waliopita ambao Mungu aliongea kupitia wao walishamalizika, na baadaye akamleta mwana.
Hili ndio jambo la msingi jingine ambalo tunaliona kwamba dirisha la nabii limefungwa. Kwa hiyo anapokuja nabii yoyote akidai kwamba ana ujumbe mpya au anakuja kurekebisha yale ambayo yaliteremshwa kabla yake, sisi Wakristo tunaona kabisa huu ni uzushi, kwa sababu kwa mujibu wa maandiko dirisha la unabii lilishafungwa. Muhammad anakuja miaka 600 baada ya Yesu Kristo. Jambo jingine kubwa la msingi tunaliona pia hapa ni kwamba tulishapewa tahadhari juu ya roho nyingine, kama nilivyokusomea pale katika Yohana, ile waraka wa kwanza Yohana kwa watu wote, sura ile ya 4 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Nitaurudia. Tunatahadharishiwa kuhusu hiyo roho, na kama nilivyosema, Yohana anatuambia wazi, roho nyingine yoyote itakayokuja kunena ambayo itapingana na hii Injili inavyosema kwamba Kristo alikuja katika mwili, huyo roho huyo si kutoka kwa Mungu. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 4 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Na urudia tena kwamba wapenzi, msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu, na kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Kwa hili mwamjua roho wa Mungu. Kila roho ikirio kwamba Yesu Kristo amekuja katika mwili yatokana na Mungu, na kila roho isiyomkiri Yesu haitokani na Mungu. Na hii ndio roho ya mpinga Kristo, ambayo mmeisikia kwamba yaja na sasa imekwisha kuwa duniani. Kama nilivyokusomea pale mwanzoni, mambo ambayo ya Qur'ani yanaonekana, kimsingi roho aliyoko nyuma ya huyu Muhammad haitokani na Mungu kwa sababu kubwa kadhaa. Kwanza, roho hii inaokuja kwa kupitia Muhammad, inaofunua kupitia Muhammad, unapinga utatu wa Mungu, unapinga umwilisho wa Bwana Yesu, unapinga kifo na ufufuko wa Bwana Yesu, inapinga wokovu uliotokana na Bwana Yesu Kristo. Hii roho si ya Mungu, hii ni roho ya giza. Hiki ni gezo kimoja ambacho tunaona kabisa. Tunapompima Muhammad tunaona wazi wazi huyu hawezi kuwa nabii wa kweli kwa mujibu wa mafundisho katika Biblia, kwa mujibu wa mapokeo tuliyopata huko nyuma katika Agano la Kale na Agano Jipya. Haiwezekani. Tunahitimishaje sasa? Katika kuhitimisha nitakusomea maandiko kadhaa. Kwanza nitakusomea andiko kutoka katika Yohana sura ya 3 mstari wa 16 mpaka wa 18. Inasema hivi: kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Amwaminie yeye hahukumiwi, asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Hiki ni kigezo kikubwa, ndugu yangu Muislamu, kama unanisikiliza mpaka dakika hii, kwamba Mungu tunayemwamini anayejifunua katika Biblia ndiyo alimleta mwanawe ili aweze kutupa wokovu, aweze kutupa uzima, na anayemwamini hata hukumiwa, asiyemwamini tayari amekwisha kuhukumiwa. Maana yangu, ndugu yangu Muislamu, bado una nafasi. Hili neno la msingi sana, neno la msingi. Mafundisho ya Muhammad yanapinga uwana wa Bwana wetu Yesu Kristo kwake Baba yake wa mbinguni, linapinga wokovu unaoletwa kwa njia ya Kristo. Haya ni mambo ya msingi. Kwa hiyo yoyote anayepinga uwana wa Bwana wetu Yesu Kristo, anayepinga wokovu kwa Yesu Kristo, anakuwa amesha laaniwa. Lakini Mungu ni mwenye huruma sana. Ukimkiri leo ukamkubali, nafasi ya kupata wokovu bado ipo wazi, mlango wa rehema uko wazi. Naenda kusomea katika barua ya Warumi, kusomea barua ya Warumi sura ile ya 5 mstari wa 8 na wa 9. Bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Basi zaidi sana tukiisha kuhesabiwa haki katika damu yake, tutaokolewa na ghadhabu kwa yeye. Kwamba hakuna wokovu kwa namna yote nje ya damu ya Kristo aliyomwaga pale msalabani, aliyomwaga pale Golgotha, na akafufuka siku ya 3. Kifo kilishindwa kumzuia, ushindi mkuu. Hakuna namna nyingine, ndugu yangu. Unakubali, utapata neema hii, na iko wazi mpaka dakika hii. Vinginevyo, kwa kufuata mafundisho ya huyu Muhammad, unakwenda upotevuni milele yote. Na kwenda kusomea neno la mwisho safari hii katika waraka wa Yohana, waraka wa kwanza Yohana sura ile ile ya 4, lakini safari na kusomea mstari wa 9 na wa 10.
Yohana anasema hivi, katika hili pendo la Mungu lilionekana kwetu, kwamba Mungu amemtuma mwanawe pekee ulimwenguni ili tupate uzima kwa yeye. Hili ndilo pendo, si kwamba sisi tulimpenda Mungu, bali kwamba yeye alitupenda sisi akamtuma mwanawe kuwa kipatanisho kwa dhambi zetu. Kwamba huyu Bwana wetu Yesu Kristo ndiyo mpatanisho peke yake baina yetu na Mungu. Anapotwaa mwili kutoka wakati ule alipokuwa katika roho akiwa na Baba yake na Roho Mtakatifu, anatoa mwili, anakuwa mwanadamu na anakuwa Mungu kweli, anapata sifa ya kuwa na upatanisho kwa sababu anakaa pande zote mbili. Hakuna namna nyingine, hakuna mwanadamu anaitwa Muhammad ambaye anaweza kuchukua nafasi hii. Haiwezekani. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu unasikiliza au unaangalia video hii, haya ni mambo ya msingi ya kutafakari. Usichukulie hatima ya roho yako kimzaha mzaha. Ni wazi Muhammad ni nabii wa uongo, na kumfuata Muhammad ni kuelekea upotevuni. Hakuna namna nyingine. Sisemi haya katika kukashifu Uislamu, nasema haya kwa upendo, ili nawe uwe mmojawapo wa wale ambao mwisho wa siku utapata wokovu kupitia huyu mwanawe pekee, Mungu wetu, Bwana wetu Yesu Kristo. Siku moja uhesabiwa haki kwa kifo chake, siku moja uhesabiwa haki kwa damu yake. Hakuna namna nyingine ya kuhesabiwa haki mbele za Mungu isipokuwa kwa kupitia damu ya Yesu tu. Asante kwa kunisikiliza.